Mimi Sister Mayola Thomas Masawe CDNK, nikimwamini Mwenyezi Mungu asiacha kutujalia misaada yote tunayohitaji, mbele ya Mhashamu Askofu Ludoviki Joseph Minde, askofu wa Jimbo Katoliki Moshi, nakubali kupokea kwa moyo wangu wote madaraka ya mama mkuu wa shirika la masista wa bibi yetu wa Kilimanjaro. Ijumaa ya Disemba 19 mwaka 2025, siku kadhaa zilizopita, watawa wa shirika la bibi yetu wa Kilimanjaro walimchagua Sister Dr. Mayola Thomas Masawe CDNK kwa mama mkuu mpya wa 5 wa shirika hilo la kitawa kongwe nchini Tanzania. Yafuatayo ni mahojiano maalum na Sister Dr. Mayola Thomas Masawe, mama mkuu mpya wa shirika la bibi yetu wa Kilimanjaro. Mahojiano hayo yanaongozwa nami Eric Pasco Jr. Ninaapa haya yote nikishika Biblia takatifu kwa mkono wangu. Nanyi ndugu zangu wanashirika, mniombee. Mungu unisaidie. Mpendwa mtazamaji, kwanza ningependa ufahamu Sister Dr. Mayola Thomas Masawe ni nani? Hebu tuiangazie historia ya maisha yake kwa ufupi kama ambavyo aliwahi kunieleza takriban miaka 2 iliyopita. Mimi ninaitwa Sister Dr. Mayola Thomas Masawe CDNK. Nilijiunga na shirika mwaka 1993 mwezi Disemba. Januari 1994 nilienda kufanya malezi yangu ya waspiranti Nairobi. Miaka hiyo tulikuwa tunafanyia St. Thomas ya Aquinas Nairobi. Mpaka mwaka 95 mwezi wa 2 tarehe 2 nilipokea leo Huruma Convent kama mkandidati. Kwa kipindi kile ilikuwa inadumu kwa muda wa miezi 6. 1995 mwezi wa 8 tarehe 5 tuliingia upostolanti, ambapo upostolanti ulidumu kwa muda wa miaka 2, ambapo tuliingia mwaka 95 96. 96 mwezi wa 5 nilijiunga na unovisi maili 6, ambapo unovisi ulidumu kwa miaka 2, 96 mpaka 1998 ndipo nilipoweka nadhiri zangu za kwanza. Mwaka 1999 nilitumwa kufanya utume wangu kwenye jumuiya ya masista Igoma Mwanza. Nilifanya pale mpaka mwaka 2000 nilihamishwa kwenda kwenye jumuiya ya masista parokia Geita. Mwaka 2001 mwishoni nilipangwa Kibosho Parish, ambapo nilikaa mpaka mwaka 2002 mwishoni nilirudi kwa maandalizi ya kwenda kusoma sekondari. 2003 mpaka 2006 nilisoma kidato cha kwanza mpaka cha 4 St. Mary Goretti Sekondari. 2006, 2007, 2008 nilisoma masomo ya A-level St. Mary Goretti Sekondari. Mwaka 2010 nilikuwa kwenye kituo cha malezi kwa mwaka mmoja nikiwa nafundisha maaspiranti. 2011 mpaka 2016 nilijiunga na chuo kikuu cha afya na tiba Bugando KUHAS, ambapo nilisoma udaktari kwa muda wa miaka 5. Nilimaliza 2016. 2017 nilienda kufanya internship kwenye hospitali ya rufaa St. Benedict Ndanda Mtwara kwa mwaka mmoja. 2018 nilipangwa kufanya utume kama daktari hospitali teule ya Kilema. Ni hospitali inayomilikiwa na Jimbo Katoliki Moshi, lakini sisi tunatoa pale huduma. 2019 mwezi wa 2 niliteuliwa kuwa mganga mkuu wa hospitali ya Kilema. Mwaka 2022 mwezi wa 10 niliomba kwenda kujiendeleza kwenye kuspecialize kwenye magonjwa ya kina mama, obstetric and gynecology, katika chuo kikuu cha kumbukumbu ya Abati Kairuki
Dar es Salaam. Je, kwa mara ya kwanza aliisikiaje sauti ya wito mtakatifu ndani yake? Haya yalikuwa ni majibu yake. Sauti ya wito ilianza mbali kidogo tangu nikiwa shule ya msingi. Nikiwa mdogo bado kuna sister jirani yetu ambaye alikuwa sister wa shirika la Salvatorian Mtwara. Kwa hiyo alikuja mara moja tukiwa watoto, nikamwona, nikaanza kutamani kuwa mtawa. Lakini kwa bahati mbaya sana parokia niliozaliwa ni wakati ule ilikuwa ni parokia Korongoni na kigango cha Weruweru, ambapo kwa sasa Weruweru ni parokia teule. Kwa hiyo ilikuwa ngumu kuwa na masista. Kwa hiyo sikuwa nafahamu sana kuhusu watawa. Ila nilipenda sana maisha ya utawa, na wakati mwingine tunapokwenda ila andamo la Ekaristi, nilikuwa nasikia tamanio kubwa la kupata nafasi ya kuwa karibu na Yesu, hasa kwa njia ya sala. Kwa hiyo hatama hiyo iliendelea mpaka wakati ambapo nimekuja kuona masista nikiwa ninasoma chuo cha VETA Karanga kabla sijaingia utawani. Kwa hiyo niliona masista ile hamu ikaendelea. Kwa mazingira yetu kidogo ilikuwa ngumu. Ukisema unataka kwenda utawa, watoto wengine walikuwa wanatucheka. Kwa hiyo wakati mwingine unaogopa, lakini nakumbuka nilianza nikiwa darasa la 4, wakati tunaanza kuulizwa what are you going to be? Mimi nikasema naenda kuwa sister. Wenzangu walinicheka sana. Lakini ile hamu iliendelea kukua mpaka nilipomaliza darasa la 7 nikaenda chuo cha VETA, ikaendelea. Baadaye wakati namaliza ndio nikaenda mimi mwenyewe shirikani kwenye ofisi kuu ya shirika. Sikuwa najua taratibu za kuandika barua. Kwa hiyo nilifika nikamwambia nataka kuwa sister. Mwanzoni ilikuwa yani hawakuelewa kwa urahisi, lakini wakasema sawa. Baada ya interview ya mdomo nikapewa mtihani siku ile ile. Nikafanya mtihani, nikaenda nyumbani. Baada ya siku 2 nikapata ujumbe kwamba natakiwa niende hapo ofisi kuu ya shirika nikaonane na mkuu wa shirika. Kwa hiyo nilienda nikamwona mama mkuu. Alikuwa ni sister Mama Greda Mosha. Kwa sasa ni mstaafu. Kwa hiyo nilienda nikamwona na yeye akanihoji. Baada ya kunihoji akaniambia sasa kwa vile hatukufahamu na wewe najua ufahamu masista, utakuja tutakaa na wewe kwa mwezi mmoja. Alafu kwa sababu wenzako wa mwaka huu wameshafanya mitihani, wameshaenda mpaka medical examination. Baada ya mwezi mmoja tukiona unamuelekea maisha ya utawa, tutakupa maelekezo mengine. Kwa hiyo nilifika pale nikakaa kwa mwezi mmoja. Baadaye nilipewa sasa barua ya kuitwa shirikani. Ndio wakati ambapo nilirudi nyumbani nikaenda kujiandaa, na wakati huo ndio kipindi niliweza kumwambia baba yangu, maana muda wote sikuwa nimemwambia baba. Mama nilikuwa nimemwambia mwanzoni, alikuwa hapendi sana. Lakini baada ya kupata hiyo barua ya kuitwa, mama akawa amekubali, na babangu alikuwa ni wa safarini mara nyingi akakubali. Hapo ndio nilianza safari. Wazazi ni watu muhimu sana katika maisha ya safari ya wito. Je, kwa Sister Mayola wazazi wake walipokeaje taarifa ya yeye kuchagua maisha ya kuwa mtawa? Mama alikuwa hataki niwe mtawa kwa sababu kama nilivyosema mtaani pale, kwanza parokia tulikuwa tuna masista. Kwa hiyo kupata picha kamili ya masista inakuwaje baada ya hapo ilikuwa yani ni kitu ambacho ni kigeni sana. Maana hata hiyo sister jirani nadhani tulikuwa tumemwona mara moja tu. Wakati anakuja likizo. Alikuja mara moja tu. Kwa hiyo wazazi walifikiri mtoto akishaenda utawani maana yake kashapoteza. Hiyo ndio ilikuwa shida kwa mama. Baba yangu alikuwa ni mfanyakazi, alikuwa anaishi Arusha. Kwa hiyo baba alikuwa anakuja mara moja kwa mwezi au mara 2. Kwa hiyo sikuwa na ukaribu vile na baba. Kwa hiyo nilikwepa kidogo kumwambia maana sikujua atalipokea vipi. Kwa hiyo baada ya kupata ile barua sasa ya kuitwa, mimi nilichokifanya niliacha barua, nikaenda kwa shangazi nikamwachia mdogo wangu. Baba alivyokuja tu akapewa barua kwamba nimeitwa utawani. Lakini yeye alilipokea positive sana. Na wala hakuchukia. Hakuchukia. Asubuhi aliniita akaniambia nimeshaona barua yako ya kuitwa shirikani na vifaa nimeona ulivyoandikiwa, nimemwachia mama yako fedha za kununua vifaa. Kama kuna kitakacho kasoro basi mtaniambia. Kwa hiyo ilikuwa ni nyepesi tofauti na vile ulivyokuwa umetegemea. Ndio, kwa baba ilikuwa nyepesi sana kuliko hata kwa mama. Baada ya kuweka nadhiri za kwanza, mama alifurahi mno. Kwa sababu mimi baada ya kuingia utawani, dada yangu tunayefuatana, wakati ule alikuwa anafanya kazi.
naye aliamua kwenda utawani. Kwa hiyo mwaka 95 au 96 yeye aliondoka akaenda shirika la Sisters of Mary Immaculate liko na Njota kule Masasi. Kwa hiyo aliingia kule shirikani na mimi nikaingia huko. Lakini bahati mbaya sana mwaka 99 akiwa unovisi mwaka wa pili alipata ajali akafariki. Lile lilikuwa pia ni pigo kubwa kwa mama. Kwa hiyo wakati huo baada ya dada kufariki tunafika 2000 mdogo wangu ambaye alikuwa form 2 na yeye akasema anataka kuingia utawani. Kwa mama ilikuwa kidogo ngumu, sasa yule kashakufa, sasa inakuaje? Sisi tumezaliwa watoto 10, wa kike 8, wa kiume 2. Wewe ni wangapi kati yao? Mimi ni mtoto wa 5. Na katika hao 8, 3 ndio tumeingia utawani. Kwa hiyo mama alikuwa haachi kwa sababu ya kwamba hana watoto, ila nadhani pia kitendo cha dada yangu kufariki kwa ajali kule, tunapewa taarifa dada kashazikwa. Kile kilimuuma, ilikuwa ni ajali mbaya, wakati ule kulikuwa hakuna mochwari. Mawasiliano pia yalikuwa sio mepesi, barabara zilikuwa sio nyepesi kama sasa hivi. Kwa hiyo mama amefika anaenda kukuta kaburi. Kwa mdogo wangu wakati anasema anaenda na alitaka kwenda shirika lile. Mama alikuwa mzito, lakini baadaye niliongea naye akawa ameelewa, akamwachia. Sasa hivi ni sister yupo. Kwa hiyo kwenye familia kati ya watoto 8 wa kike, 3 ni masista. Mwaka 2023 mwezi Disemba, Sister Mayola Thomas Masawe aliadhimisha miaka 25 ya maisha ya utawa. Moja ya swali nililomuuliza wakati huo ni kitu gani anajivunia katika miaka 25 katika maisha ya utawa, na haya yalikuwa ni majibu yake. Kitu ninachojivunia cha kipekee katika miaka 25 yangu kwanza kama mtawa. Kwanza udumifu wangu wa miaka 25 ndani ya utawa ni zawadi kubwa kwangu kutoka kwa Mungu. Lakini pia nimeweza kuhudumia watu wengi kama mtawa. Ninasema watu wengi nimekuwa kimbilio kwa watu. Mara nyingi watu wakiwa na changamoto wamekuwa wanakuja kwangu wananieleza. Lakini pia kwa maisha yangu kuna watawa wengi wameingia shirikani. Na baadaye anasema sister, niliingia shirikani kwa kukuona ulipokuwa parokia fulani, ulipokuwa sehemu fulani. Kwa hiyo mimi hilo kwangu ni shukrani kwa Mungu na ninajivunia kwamba maisha ya utawa sio kwamba muda wote yalikuwa ni rahisi, pamoja na changamoto, lakini kuweza kufikia miaka 25 na kuona kwamba kuna watu ambao nimekuwa chachu kwa wao kujiunga na utawa, kwangu mimi namshukuru Mungu. Kwa upande wa pili kama daktari, kwa muda ambao nimefanya kazi, kwanza ninamshukuru Mungu mno. Ni nafasi ambayo Mungu alinipa na naamini ilikuwa kwenye mpango wa Mungu. Nimeweza kuhudumia wagonjwa wengi na hasa wale ambao wasiokuwa na uwezo. Kwa sababu kama daktari hakuna wakati nimerudisha mgonjwa kwa sababu eti hana pesa. Hiyo sijawahi. Kuna ambao nimeweza kuwahudumia, wengine unahudumia kwa kutibu wakati mwingine hawana chakula. Lakini kama daktari lazima nihangaike, siwezi kusema akae atumie dawa tu. Hiyo kwangu mimi ninamshukuru Mungu. Lakini pia kwa kilema nimefanya kazi kama kiongozi. Nimeweza kuunganisha watu. Nimeweza kuunganisha watumishi. Hilo ninajivunia. Wazaliwa wa kilema wamenisapoti sana. Kwa hilo kwangu mimi ni shukrani kwa Mungu. Kwa kwangu kilema kama mganga mkuu na mafanikio yamesaidiwa na wengi wenye mapenzi mema. Nje ya maisha ya utawa, Mheshimiwa Sister Mayola ni daktari bingwa magonjwa ya wanawake na kina mama. Je, ndoto hii alikuwa nayo tangu hapo awali kabla ya kuingia katika maisha ya utawa? Hapana, nilipenda sana kuwa daktari, na wakati mimi baada ya kumaliza nilisoma VETA miaka 2. Wakati nimemaliza VETA, ndoto ya kwanza ilikuwa kuwa muuguzi. Nilikuwa nimeomba chuo cha nesi, lakini nilikuwa na mashindano 2 ndani yangu, ya utawa na ya kuingia uuguzi. Sasa wakati nilipopata kote, mimi chaguo langu la kwanza likaa ni kuingia kwanza utawa. Kwa hiyo lilikuwa ni tamanio langu. Bahati nzuri wakati nilikuwa form 5, mama mkuu alikuwa ameniita akaniuliza kama ninapenda udaktari. Kwa akawa amegusa kwenye ile ambalo lilikuwa ni tamanio langu.
Lilikuwa ni tamanio langu tangu mwanzo. Safari ya takriban miaka 5 darasani katika mafunzo ya udaktari na baadaye mafunzo ya vitendo kwa mwaka mmoja ulifikia kilele chake baada ya kukabidhiwa leseni ya udaktari wa binadamu. Je, kwa Mheshimiwa Sister Mayola, hii ilikuwa ni siku ya namna gani kwake? Hapa anaibainisha furaha yake. Nilifurahi mno. Nilifurahi sana. Kwa sababu unavyojua masomo ya udaktari sio mepesi. Miaka 5 yana changamoto nyingi. Kufika ule mwaka wa 5 kwamba sasa nimefaulu, baada ya graduation kuna kupokea leseni. Nilifurahi mno, nashindwa hata kuelezea. Je, siku ya kwanza kumhudumia mgonjwa akiwa anafanya mazoezi kwa vitendo ilikuwa ni siku ya namna gani? Dr. Mayola anabainisha kwa kinagaubaga. Siku ya kwanza namhudumia mgonjwa nilikuwa nimeenda kule Mtwara, St. Benedict. Kwa hiyo mwanzoni ni changamoto ilikuwa kubwa kwa sababu unapokuwa bado intern, unajua tunapofanya kazi na muda unavyokwenda, unakuta tayari dawa uhitaji kwenda kusoma ndio uiandikie mgonjwa. Unakuta dawa nyingi tayari uko familia na magonjwa, uko familia na dawa. Kwa hiyo ukiteki history ukaenda kwenye vipimo na nini unaenda moja kwa moja. Lakini pale mwanzoni ilikuwa kidogo ni ngumu kuanza kuzoea, usiku unaitwa, ilikuwa ni busy hospitali. Ilikuwa ni furaha lakini yenye uoga. Uoga mwingi. Hasa unapokuwa sasa umeingia zamu, imekuja changamoto ya mama, kisha sikia king'ora usiku unajua tayari. Hapo kazi ipo. Kwa hiyo lakini kwa muda ulivyoenda uoga ule ukapungua. Lakini mwanzoni ni kweli uoga ni mkubwa. Siku ya kwanza unapoingia theater sasa ndio unashika kisu mwenyewe, uoga ulikuwa mkubwa. Lakini kwa muda nazoea. Je, ni kumbukumbu gani ya kipekee Mheshimiwa Sister Mayola anaikumbuka zaidi katika safari yake kama daktari? Changamoto niliyowahi kukutana nayo kubwa ilikuwa ni tunasema PPH, postpartum hemorrhage, ambapo mama anavuja damu nyingi baada ya kujifungua. Nilipata kesi moja nikiwa zamu usiku. Nilihangaika na yule mama sana, nikaita second on call, tukahangaika, tumeenda theater, mama akapata cardiac arrest. Ilikuwa ndio kesi yangu ya kwanza nakutana nayo. Mungu mwema, baada ya kuhangaika sana resuscitation yule mama alizinduka. Lakini ile ni nafikiri ni picha ambayo nilipata kubwa ambayo siwezi kuisahau kwa sababu nilikuwa ndio ya kwanza kukutana nayo. Ilinipa uzoefu kwa sababu tulifanikiwa kumuokoa. Ndiyo. Kwa binti mwenye wito wa utawa na kwa yule kijana mwenye ndoto ya kuwa daktari, Mheshimiwa Sister Mayola alikuwa na ujumbe muhimu kwa ajili yake. Kwa binti ambaye nafikiria kwamba anatamani kujiunga na maisha haya, huu ni wito ambao ni sauti ya Mungu. Ninauhimiza asikatae sauti ya Mungu. Najua kwa sasa ulimwengu una changamoto nyingi, kuna kukwazana, kuna kutishiwa kwamba maisha haya, lakini nataka nimwambie hii maisha ya utawa ni wito, ni sauti ya Mungu. Wasiogope kuisikiliza sauti ya Mungu. Wasiogope. Na maisha ya utawa yanawezekana. Ni neema pamoja na Mungu yanawezekana. Kuna kujikana. Hiyo lazima mtu akubali kwamba ninapoamua kwenda utawa, kuna mambo ambayo lazima niyaache. Tunajua ndio kuna utandawazi. Utandawazi sio kitu kibaya, lakini tunatakiwa kubalansi. Tuangalie sauti ya Mungu, lakini tufokasi kwenye kumfuata Mungu, lakini pia kuishi kwa malengo. Hata kama anasoma yuko wapi, lakini kama kweli anapenda kuingia maisha ya utawa, lazima kuna mambo ambayo lazima aache, afokasi kwenye maisha ya utawa, aishi kwenye malengo. Mambo yanawezekana, asiogope. Upande wa daktari nazungumzia swala zima la maadili. Kama madaktari kwanza, kama anania na hajaanza, kwanza ni kusoma kwa bidii, kusoma kwa malengo. Lakini kwa wale ambao hata kama ameshakuwa madaktari au anategemea kuingia kwenye fani ya udaktari, maadili ni ya muhimu. Tunapomhudumia mgonjwa, tumhudumie kwanza kwa upendo. Tuone kwamba naye mhudumia ni mwanadamu ambaye ni sura na mfano wa Mungu. Lakini pia nijiweke kwenye nafasi ya mgonjwa daima. Kuna mgonjwa ambaye atakuja ni muhitaji kwa sababu kwanza hana fedha, lakini pengine ugonjwa alionao ni ugonjwa ambao ni mgumu.
ni lazima kujiweka kwamba hata mimi siku moja naweza nikawa kama huyu. Huyu ni muhitaji, hata si mimi siku moja naweza nikawa muhitaji kama huyu. Kwa kufanya hivyo, hii kazi ya udaktari ifanyike zaidi kama wito. Yaani isifanyike kama kazi yenye kutafuta maslahi. Kwa sababu mara mtu akifikiri kuweka maslahi mbele, thamani ya kazi ya udaktari inapungua. Kwa sababu ni rahisi zaidi kufikiria nitapata nini, na sio nitamsaidiaje huyu mgonjwa au huyu muhitaji niweze kumtoa katika hali ambayo yuko. Kwa hiyo usia nao toa kwa wale ambao wanakuwa madaktari, walio madaktari tayari ambao tuko kazini. Tunapohudumia mgonjwa, tusitangulize maslahi mbele, tumtazame yule mgonjwa kama vile ni Yesu angekuwa amekuja kwangu leo, lakini pia ni kabla ya kumhudumia niangalie, je, angekuwa baba yangu, mama yangu, kaka yangu au ndugu yangu, ningemhudumia vipi? Naamini kwa kufanya hivyo, au kama ni mimi ningekuwa nimeumwa, ningetaka nihudumiwe vipi? Kwa kufanya hivyo, naamini kazi ya udaktari tutaendelea kuichukua kama wito na sio kama ajira nyingine. Je, Sister Mayola anazungumzia vipi athari za teknolojia na maisha ya wito mtakatifu? Utandawazi una athari nyingi. Utandawazi una mazuri na athari zake. Utandawazi ni mzuri kama ukitumika vizuri kwa lengo la kupata mambo mengi mazuri. Lakini upande wa pili sasa, sisi wakati tunaingia utani kulikuwa kuna simu hizi za mikono. Tulikuwa bado hazipo. Lakini kwa sasa hivi mtoto mdogo tu utandawazi kashaingia, lakini wazazi sasa hawaweki control ya nini mtoto anatakiwa kuona kwenye nini, kwa sababu mwanadamu anakuwa kile anachokula. Kama mtoto tangu akiwa mdogo anaachiwa atumie simu au mikanda ya nyumbani au TV yenyewe anafungua kwenye channels ambazo hazisaidii mtoto, kinachokuwa kwenye ubongo wake ndicho anachokuja kuwa baadaye. Kwa hiyo matumizi mabaya ya utandawazi kwa sasa yana athari kubwa kwenye maadili ya vijana, ya watoto. Kwa hiyo wakati mwingine hata ile kufikiria kwamba kuna Mungu kwa sasa, hofu ya Mungu inashuka sana, hasa kwenye vijana. Hiyo ndio changamoto kubwa ya utandawazi pale unakotumika vibaya. Sote tuungane kwa pamoja kumwombea afya njema, kumwombea utume mwema Mheshimiwa Sister Dr. Mayola Thomas Masawe, ambaye basi amekabidhiwa jukumu zito yeye pamoja na halmashauri yake. Mimi ni Eric Pasco Junior niliyekuandalia kwa uzuri kabisa makala hii na nikiongoza pia mahojiano haya. Kwa niaba yake Rafael Mushi pamoja na Adelina Urasa, nikutakia wakati ule mwema. Asante kwa kuichagua, kuipenda na hata kuiwezesha Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako.